Enyi watu nyie, ikiwa nyinyi mnashaka kwamba baada ya kufa kwenu hakuna kufufuliwa tena. Unajua kuna baadhi ya watu wanaamini mimi nikishakufa mambo yangu yamekuishia hapo, hakuna maswali kaburini, hakuna adhabu al-qabri, hakuna mawqif ya kiyama, hakuna hisab, hakuna pepo, hakuna moto. Sasa Mungu anatoa changamoto hapa, anatoa challenge. Maana ikiwa nyinyi mnashaka kwamba baada ya kufa kwenu hamtofufuliwa tena, basi pateni kujua kwamba tumewaombeni kutokana na mchanga. Hapa anaelezewa binadamu asili yake. Unajua leo tunaulizana swali hapa ndugu zangu, Adam alayhi salam alipoumbwa ilitumika mchanga. Ile mchanga ikachanganywa na maji ikawa udongo, ikafinyangwa, ikatengezwa sehemu ya kichwa ya Adam, ikatiwa macho na pua na mdomo, ikawekwa mabega na mikono na kifua na mgongo na miguu na tumbo yake Adam. Imetumika udongo 100%. Lakini mimi na wewe mchanga inatokea wapi? Wakati mama na baba walipoingia chumbani kufanya kitendo cha ndoa cha halali, ndo ikawa sababu ya wewe na mimi kupatikana hapa duniani. Walitumia mchanga pale. Unajua hii swali ukimuuliza kafiri yoyote hawezi kujibu. Adam ilitumika mchanga, lakini mimi na wewe Mwenyezi Mungu anasema tumewaombeni kutokana na mchanga. Hii mchanga inatokea wapi? Kuna mtu yote anaweza kujibu hapa jamani? Ainue mkono tu. Kuna mtu anaweza kujibu hili swali? Adam ilitumika mchanga kuumbiwa nacho yeye. Mungu anasema pateni kujua sisi tumewaombeni nyinyi kutokana na mchanga. Sisi sote tumetokana na mchanga. Hii mchanga inatokea wapi? Ndio wewe kukutana na mtu yote ambaye si Muislamu au baadhi ya Waislamu, hii swali hawezi kujibu ila wachache miongoni mwa watu. Naam Sheikh. Jazakallah khairan. Tumeumbwa si kutokana na mchanga kwa sababu ya hizi vyakula ambao tunakula imepandwa kwenye ardhi. Tunakula njugu, tunakula korosho, unakula mboga ya mchicha, mboga ya mrenda, inakwenda inatengeza manii ndani ya mwili wako. Unapata nguvu za mwili, unamuingia mke wako, inapatikana sababu ya kupatikana kiumbe. Kwa hivyo sisi sote hapa asili yetu ni mchanga. Hii yote utaipata katika surati al-Hajj.